بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'd. Mpenzi mtazamaji, ni leo tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka huu 2023, sanjari kabisa na Ramadhani ya 19 mwaka huu 1444. Siku ya jana tarehe 9 tulikuwa na tukio adhimu, adimu na muhimu, tukio kubwa kabisa ambalo halijapatapo kufanyika ila katika nchi yetu hii ya Tanzania, ni yale mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu. Leo hii wakati nina peruzi na kupitia baadhi za clip za mashindano yetu na hata picha mbalimbali, nimekutana na picha hii. Nimekutana na hii video. Huyu mtoto kwa kweli ameniathiri sana. Ameniathiri kupita kiasi. Ninamtafuta huyu mtoto. Kwa mtu yoyote anayemjua, naomba niletewe ofisini kwangu. Anastahiki kubusiwa kichwa chake. Anastahiki kupewa zawadi maalum. Kwani jana mvua ilinyesha takriban kwa muda. Wengi wetu tulipata taharuki, tukaanza kutafuta maeneo ya kujikinga na mvua. Lakini yeye akachukua kiti chake na akakomaa pale, amekaa ameinama kama unavyoona katika picha. Ama kweli Allah ana watu, na watu wake ni watu wa Qur'an. Na nitoe appreciation kwa Waislamu wote bila ya kubagua, watoto kwa wakubwa, wake kwa wadogo, walioroa jana katika mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu. Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuroa kwenu na kupata kwenu shida na tabu, Allah walipe hapa duniani hadi akhera. Kwa kuwa sina uwezo wote kuwapa zawadi kwa kuroa kwao kwa ajili ya Qur'an, basi itoshe huyu mtoto akuwakilisheni kwa namna alivyokaa, kama unavyojionea, kwa namna alivyokaa katika kiti. Watu wanapita na kurudi, yeye mvua ni yake na jua ni yake, amekaa kimya, utadhani kama mtu mzima au mtu ambaye anatafakari jambo fulani. Chonde ninaomba hii clip isambazwe kila sehemu duniani hadi huyu mtoto aletwe katika ofisi yangu. Ninamuhitaji sana huyu mtoto, lazima tumpe zawadi kwa idhni ya Rahman aliyefundisha Qur'an. Ni ndugu yenu Nuruddin Kishk, mwenyekiti wa mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu barani Afrika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kishki TV, nuru ya dini yako.